Msomi sana. Wafuga wengi wamekuwa wasomi sana. Mwenye unaishi na mtoto wa mradi, rudisha mtoto kwa boma yao. Rudisha mtoto kwa uzao yao. Ni vibaya sana ukae na mtoto ya mtu na wenyewe wako. Kani dosa. Rusia nini? Ndio. Uikusere. Hamna imekata uzo. Hapo. Akiwa mlali. Amuka. Idadi ya watoto wameongezeka hapo. Sioni hiyo mtoto uko naye peke yake. Kuna watoto sasa. Hesabu kuna watoto 4 ama wale wapo katika boma hii. Waamini kukumbatia sana na hao watoto wakae kwa mazao. Mungu atawabariki, Mungu atawainua. Kwa mengi ningeongea, Semesi Ahuga, mjomba wa mladi, ubarikiwe. Kanisa ambalo limekalia ibada ya leo, jamii yetu ya Batogo, jamaa na marafiki ambao mmefika mahali hapa, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Samuel Ahuga, ambaye amelala hapa ni mpwa wangu. Mimi nikiwa kijana mdogo wa mzee Ahuga. Ningeweza kusema mengi, ndugu yangu amesema. Ni ukweli ya kwamba tuna huzuni sababu tulipokuwa mahali hapa kwa sababu ya shemeji wetu alipolala, tulishuhudia mambo sawasawa na yale ambayo tumeona yakitendeka tena kwa mladi. Shemeji tulihuzunika na tungali tunahuzunika kwa sababu ya kijana huyu mladi. Kijana mladi, vile mmesikia wenzangu wakisema, kijana huyu ni mwenye heshima sana. Ni kijana mwenye anajua kuheshimu wakubwa wake. Mimi kama mjomba wake nimesikitika kwa sababu nilimpenda huyu kijana. Ningeweza kusema hivi kwa jamii ya Batogo, mtusaidie wale watoto wa mladi wakae kwa boma hili. Bwana Yesu asifiwe. Watoto hawa wakae kwa boma hili. Jambo la pili, watoto wa mladi, vile ndugu yangu amesema, jamii hii ni watu ambao wanapenda masomo. Jamii hii naiheshimu kwa sababu wanadhamini masomo. Ningependa watoto wa mladi mkae kwa boma hili msome. Manake saa hizi vile tunavyoishi, maisha tunayoishi bila masomo, huwezi kufanya chochote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninaomba watoto wa mladi waje kwa boma. Hoba nilingana liindi watu hoba beho. Ni wazee na waheshimu. Tena wana utaratibu. Wazee hawa wana utaratibu. Wafanye maneno, wazungumuze, watoto wakuje kwa boma. Bana kudaradara kuzingira nanga na batabenu wao. Hapana, sio sawa. Na kama kuna yeyote mwenye anaingiza ndani yao maneno, wawe wa kutangatanga, tunasema awache. Watoto wakae kwao. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia kusema hivi, na iacha roho ya mladi mikononi mwake Mungu. Lakini nina machungu, niseme tu hiyo, watu wa mnisaidie. Nina machungu kwa sababu kifo cha huyu kijana kimetuuma sisi. Kama wajomba kimetuuma. Ananambole mmusego. Watu wengi wamekuwa kitumikia kijana mladi. Kijana mladi amefanya kazi kwa hii eneo sana. Kama ni kuchimba visima, kijana huyu alikuwa expert. Kama ni kuchimba vyoo, huyu kijana alikuwa expert.
Lakini jambo lililonisikitisha ni moja. Watu wengi walitumia huyu kijana vibaya. Hata kisima halipi vizuri. Mimi ninasema kama mjomba, sababu niyasikia. Anachimba kisima, mnampatia 50 bob. Awara, wacha hii 50 bob enda kunywa tu pombe. Tuna uchungu sana. Badala ya kumlipa haki yake, mnampatia pesa ndogo ndogo. Na unajua ndugu, kijana huyo hapo wakudai kitu. Ukimpatia yeye anachukua tu na anafanya namna gani? Anaenda. Nasema izinda ziora zina machungu. Na mimi nasema kama mjomba, asante. Nabuza go uizulize kandi na hiyo uibora. The Bible says ya kwamba upandacho ndicho utakachofanya nini? Vuna. Bwana Yesu asifiwe. Tanyawia radhi kwa sababu ni uchungu. Nilimpenda huyu kijana. Mungu atubariki sote. Majina yangu ni Reverend Samuel Ahuga na hudumu Nairobi, nikiwa ndugu ya Sara. Sandi bali abera bako tanyene batire amakwa manyingi bare tabana ni banga mfiala malala ni oleke bala rulimba mfiala bet mfiala aya benabo sibaluwa tawe madhabahu na waliokuja kutufunga mkanda. Na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko na huzuni. Mladi ni mfiala. Lakini Mladi hangeweza kunipita bila salamu. Na Mladi amekuwa rafiki wangu wa karibu. Nimehuzunika sana. Ila sina la kusema, nimemwachia Mungu. Shangazi pole. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Madhabahu ya siku hii ya leo ambayo inasimamia harusi ya mwisho wa ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante kanisa kwa kusimama na kutufunga kamba. Mbarikiwe zaidi. Amen. Familia kwa jumla, Bwana Yesu asifiwe. Salamu za Mlati, familia ya Kabarati. Salamu. Nashukuru Mungu kwa siku hii ya leo, maana ametuwezesha kufika hapa kwa ndugu yangu kumwomboleza. Ni uchungu na kueleza zaidi, inahitaji nafasi zaidi. Ndugu yangu amekuwa mpole, amekuwa hard working, mnamuona mpaka na mtoto. Lakini sisi kama cousins zake tuko na uchungu. Haya yote mnaona wazazi wakiongea ni uchungu. Huwezi tumia mtoto wa mtu na umweke hivyo na wewe ni mzazi. Na Mkuki Mswahili anasema ni uchungu kwa binadamu, lakini kwa nguruwe hauwezi hisi. Lakini tunaombea Mungu, wacha Mungu akailaze roho yake pema peponi, na kanisa mzidi kumbatia watoto walioachwa, muwashike mkono. Hao watoto waendelee na maombi, waendelee na masomo. Mama yangu Mama Sara, pole sana. Mungu akufunge kamba na azidi kuwa kufariji. Ndiye mfariji mwema. Mbarikiwe na Mungu awalinde. Madhabahu ya siku ya leo, kanisa, wote mliokuja kutusaidia kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nitakumbuka maikazi na kitu moja. Huyu jamaa aliheshimu kila mtu. Hiyo ilikuwa baadhi ya mambo yake. And I remember one thing, Mlati hata angelewa umesikia kwa daraja huko, mwana wa Sara, unajua ni Mlati. Alvin Ahuga, barikiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Sharon C. Asanteni sana kuja kuomboleza na sisi. Tumeumia sana kwa kifo ya ghafla ya Muladi ambaye ni kazi yetu tena ndugu yetu. Kila wakati tukikuja hapa alikuwa